tumekuja kwenu kuzungumza na nyie kwenye operation ya chama ambayo wote mmeisikia. Uongo kweli? Tumezunguka nchi nzima na wiki hii tutamalizia Tanganyika nzima na tunarudi Dar es Salaam kwa ajili ya kanda ya Pwani. Operation maalum ya chama inayozungumza kuhusu uchaguzi wa nchi hii na matatizo ya nchi hii. Matatizo yetu ni makubwa ya kiuongozi, na matatizo ya kiuongozi yanatokana na kuwa na siasa mbaya. Ndio maana tumezunguka kuzungumza kuhusu uchaguzi. Sasa kwa sababu nchi hii inaendeshwa kwa propaganda, ni rahisi sana wakaja kuambieni, wale wanazungumza kuhusu uchaguzi kwa sababu ni maslahi yao. Uongo kweli? Manake nchi hii kwa hapo ilipofikishwa, ni rahisi ukamwambia mwanaume, unajua wewe ni mwanamke, akakimbia kwenda kujichungulia kama kweli ni mwanamke au ni mwanaume. Nasema uongo? Ndio maana watu unatembea kwenye nchi hii unakuta mabango yameandika eti mama hatukudai. Meona mjeona? Mama na upiga mwingi, mvua ikinyesha mvua ya mama, watu wa kikohozi cha mama, ni mama 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 mama. Sasa kwa hali ilivyo, watu wetu wanaongozwa kwa propaganda nyingi. Ni rahisi wakaja wakawaambia kwamba uchaguzi hauwahusu nyie, uchaguzi ni kwa ajili ya wanasiasa, na nyie mkaamini. Sasa mimi najua wenzangu wamezungumza, nataka niwaambie ni kwa nini uchaguzi ni kitu kikubwa kwenye maisha yenu ambacho mnapaswa kukipigania hata kutoa uhai wenu. Kenya wanasema siasa mbaya, maisha mbaya. Siasa mbaya, genesis ya vitu vyote kwenye dunia inaanza na uongozi au kuangushwa na uongozi. Ukiwa na familia imara, hiyo familia ina baba wa nyumba imara, ina mama imara. Ukiwa na familia legevu, hiyo familia haina uongozi imara. Ndio maana Mwalimu Nyerere alisema, hili nchi iendelee inahitaji mambo mangapi? Mambo manne. Jambo la kwanza, hili nchi iendelee inahitaji watu. Watu tunao milioni 63. Jambo la pili, inahitaji ardhi. Ardhi tunayo. Jambo la tatu alilosema Mwalimu ambalo tunamisi ni siasa safi na uongozi bora. Mambo mangapi? Kama ni ardhi, nchi yetu imejaliwa ardhi kubwa, kilomita za mraba 945. Ukichukua Kenya, ukichukua Rwanda, ukichukua Burundi, ukichukua Uganda, ukiziunganisha kwa pamoja, zina kilomita za mraba 890. Sisi peke yetu niwaambia ngapi? 945. Na ardhi duniani, ukiona mapinduzi yoyote, ukiona vita yoyote kwenye dunia hii, vita inapiganwa kwa sababu ya ardhi. Kwa sababu tunapozungumza ardhi, hatuzungumzi huu udongo peke yake, tunazungumza na vyote vilivyomo. Ardhi yetu imebeba nini? Ardhi yetu ndio ardhi pekee duniani, dunia nzima, ambayo ina madini yanaitwa Tanzanite. Hayapatikani kwingine kokote duniani isipokuwa Tanzania. Hiyo ni ardhi. Ardhi yetu ina ziwa lenye upana kuliko yote Afrika, la pili duniani, ziwa Victoria, liko Tanzania. Ardhi yetu ina ziwa lenye kina kirefu kuliko yote Afrika, la pili duniani, ziwa Tanganyika. Ardhi yetu imebeba mlima mrefu kuliko yote Afrika, wa pili duniani, mlima Kilimanjaro. Ardhi yetu ni ya tatu kwa kuwa na dhahabu nyingi kwenye dunia hii. Ukianzia Tarime ni dhahabu, kienda kisogea kidogo Msoma vijijini dhahabu,
Ukija unaingia Ngudu ni dhahabu, ukienda Bariadi ni dhahabu, ukienda Nzega ni dhahabu, Kahama ni dhahabu, Geita ni dhahabu, njoo Bulyanhulu ni dhahabu, njoo hata kwenu Wanyampaa Singida kuna dhahabu. Nenda Chunya, nenda mpaka Ruangwa kwa waziri mkuu. Kila kona ya nchi ni dhahabu. Ni nchi ya 3 kwa kuwa na dhahabu nyingi duniani. Ni nchi ambayo ina madini yenye nickel na cobalt yanayotumika kutengeneza injini za ndege na betri za simu. Sijui hata kama mnajua yanatoka Tanzania, yanatoka Kabanga, Kagera, Tanzania hapa. Ni nchi yenye madini yenye madini ya uranium yanayotumika kutengeneza mabomu ya nuclear, yanatoka Tanzania. Nchi yenye gesi, futi za ujazo trilioni 54.5. Nchi yenye makaa ya mawe, nchi yenye chuma. Ukienda Rudewa, Njombe, Mungu ametuwekea mlima wa chuma ambao tunaweza kutumia kwa miaka 100. Mahali pengine Mungu aliwekea chuma chini ya ardhi wanachimba. Sisi aliweka mlima. Na akatuwekea makaa ya mawe ya kuyeyushia. Na akatuwekea pale Singida, pale Iringa, mchanga wa kusafishia. Akatupa chuma. Kuna nchi ambazo Mungu amezijalia chuma lakini hajazipa makaa ya mawe. Ndio maana mnaona makaa ya mawe yanauzwa kutoka Tanzania, yanaenda kwenda nchi nyingine kwenda kuyeyusha. Sisi ametupa chuma, akatupa makaa ya mawe na akatupa mchanga wa kusafishia. Mungu ametupa mlango wa bahari. Bahari yetu ina kilomita 1600 kutoka Mtwara mpaka Tanga, na nautical mile 200 kuingia ndani. Ametupa gesi, futi za ujazo trilioni 54.5. Kwa hiyo tukizungumza kuhusu ardhi, ni ardhi iliyobarikiwa sana. Kwa nini watu wetu ni maskini? Kwa nini watu wetu, kwa nini vijana wetu hawako kazini, hawako kwenye viwanda, hawako kwenye migodi, wanashinda kufanya betting katikati ya utajiri? Bob Marley anasema kwenye wimbo wake wa Rat Race, in abundance of water a fool is thirsty. Katikati ya wingi wa maji ni mjinga anaweza kuwa na kiu. Kwa nini vijana wetu hamna kazi? Kwa nini watu kwenye nchi nzuri hii wanalala njaa? Kwa nini watu wetu ni maskini? Miaka 63 baada ya uhuru. Na wakumbusha alichosema Mwalimu, ili nchi iendelee inahitaji mambo mangapi? Inahitaji watu, inahitaji ardhi, inahitaji siasa safi na uongozi bora. Watu tunao, ardhi tunayo iliyobarikiwa, tunachokosa ni siasa safi na uongozi bora. Elimu yetu ni aina gani? Steve Biko, mpigania uhuru wa watu weusi Afrika Kusini aliyeuawa wakati wa ukaburu, alianzisha movement inaitwa Black Consciousness, kuamsha watu kutoka usingizini. Moja ya quote yake maarufu anasema, the most important weapon in the hands of the oppressor is the mind of the oppressed. Silaha nzuri na bora anayoitumia mdhalimu kunyanyasa mtu anayedhulumiwa ni ubongo wa mtu anayedhulumiwa. Silaha nzuri wanayotumia CCM kutuibia na kutunyanyasa ni ubongo wetu wananchi, kwa sababu wanakuja hapa jioni kama saizi wanawaimbia sasa kumekucha jioni kama saizi eti ndio kumekucha. Watu wa Singida, watu wa Singida, watu wa ardhi ya Tundu Lissu, tunahitaji kubadilisha nchi. Inawezekanaje? Inawezekanaje ndugu zangu? Inawezekanaje kwenye nchi tajiri kama hii imegeuzwa kwa dampo la kila kitu? Mwalimu Nyerere alijenga mechanism za kuweka nchi hii itake off kiuchumi, vyote vimeuawa. Leo vijana wetu hawana ajira. Uongo kweli? Hakuna ajira kwenye nchi hii. Na serikali inasema tatizo la ajira ni tatizo la kidunia. Si ndio wanavyosema? Sio kweli. Sio kweli. Mwalimu Nyerere aliacha viwanda, na nitawatajia kwa uchache. Wazee wangu wako hapa wanajua. Kiwandani ndiko anakoajiriwa mtu mwenye elimu ya juu na yule asiyekuwa na elimu kabisa. Kiwandani anaweza kuajiriwa engineer.
Kiwandani ataajiriwa mtu wa mahesabu, ataajiriwa mtu wa ajira, lakini kiwandani atakuwepo na mama ntilie anayewauzia wafanyakazi wa kiwanda chakula pale. Kiwandani atakuwa mtu anayebeba mizigo, kiwandani atakuwepo dereva wa lori, kiwandani atakuwepo na tarishi wa kawaida wa kuandika. Viwanda alivyoviacha Mwalimu Nyerere, jirani zenu Arusha hapa kulikuwa na kiwanda cha General Tyres. Uongo kweli? Kinatengeneza tairi Tanzania. Uongo kweli? Mwalimu aliacha viwanda vya nguo, Matex, Mutex, Da Textile, Sungura Textile. Mwalimu aliacha viwanda vya magodoro Dodoma. Mwalimu aliacha viwanda vya viberiti Kibo Matches. Mwalimu aliacha viwanda vya chuma. Ukienda Morogoro kulikuwa na viwanda vya magunia. Vyote vimeuawa. Vyote vimeuawa. Maana yake nini? Watu wa Singida, maana yake nini? Maana yake nini kwenye maisha yako? Sikiliza. Pale Arusha kulikuwa na kiwanda cha General Tyres. Mimi nimekuwa babangu ananunua tairi za General Tyres. Maana yake nini? Maana yake pasi ikitoka Tarime inaingia kwenye kiwanda. Wewe ungeweza kutoka hapo kaenda kuomba kazi General Tyres ya Arusha. Uongo kweli? Ukapata kazi General Tyres. Ukipata kazi pale, ukilipwa mshahara, unakuja kujenga hapa Singida, unamwajiri yule kijana fundi. Yule kijana akipata hela ananunua mboga kwa huyu mama. Huyu mama akipata hela anamwagiza bodaboda amletee mboga. Bodaboda akipata hela anakunywa mafuta kwenye kituo cha mafuta. Yule mwenye kituo cha mafuta anamwajiri mlinzi. Mlinzi ananunua kitanda kwako. Wewe ukipata hela unakunywa chai kwenye mgahawa. Pesa inazunguka. Leo viwanda vimeuawa. Tuna bodaboda kila kitongoji nchi hii. Kuanzia kwetu nilikozaliwa Kitagasembe mpaka Mtwara Lindi, kila kitongoji kuna bodaboda. Hakuna hata kiwanda cha kutengeneza tairi ya bodaboda. Pesa inatoka Iguguno Singida, inatoka Makiungu Singida, inakwenda China kuagiza tairi za bodaboda. Mnapataje ajira? Ina maana ajira yenu inasafirishwa kutoka hapa inapelekwa China. Leo kiwanda kingekuwa Singida cha tairi za bodaboda, pesa ikitoka Iguguno inakuja Singida inakuajiri wewe. Pesa ikitoka kule, yule mtu analala kwenye nyumba ya mtu hapa, pesa inazunguka. Leo inatoka hapa inaenda China. Sio hata kama mnaelewa ninachokisema nyie. Leo nchi, leo hatuna hata kiwanda cha kiberiti. Viberiti tunaagiza kutoka Kenya, Kasuku. Mwalimu aliacha kiwanda cha Kibo Matches. Kwa hiyo kiberiti kikiisha Singida, pesa inatoka Singida inakwenda kuagiza kiberiti cha Kasuku Kenya. Toothpick. Asante sana. Thank you very much. Toothpick tunaagiza China. Misitu iko hapa. Nchi hii vijana wetu wana ajira. Watu wa Singida, nyie mkoa wenu una kilomita za mraba 41,980. Ni mkoa mkubwa kuliko nchi ya Uholanzi. Nchi ya Uholanzi ina kilomita za mraba 41,600. Nyie ni wakubwa kuliko nchi ya Uholanzi. Nyie ni wakubwa kuliko nchi ya Rwanda. Rwanda ina kilomita za mraba 26,000. Inaingia Singida mara 1.5. Na ardhi ambayo ina watu milioni 3 tu. Nchi ya Rwanda yenye kilomita 26,000 ina watu milioni 13. Nyie Singida kwa sensa iliyopita mko milioni 3 tu. Hamna. Singida inafahamika kwa kulima sunflower. Sunflower tunahitaji. Alizeti. Na Dodoma inajulikana kwa kulima alizeti. Serikali hii kwa mwaka jana, ukisoma takwimu za serikali, tumeagiza mafuta ya kura nje ya nchi. Nchi yenye kilomita za mraba 945, tumeagiza mafuta ya bilioni 260. Bilioni, si kama mnaelewa, bilioni 1 ni milioni 1,000. Yaani bilioni 1 ukichukua vijana 1,000 na kila kijana ukampa milioni ndio bilioni 1. Yaani tumeagiza mafuta ya bilioni 260 kutoka nje ya nchi. Tungekuwa na serikali ingefanya nini? Ingewanunulia nyie matrekta, ikawapa mashamba, ardhi ipo, ikawatengenezea kiwanda cha kuuza sunflower. Wewe ungezalisha sunflower, usingekuwa unafanya betting,
ungekuwa shambani na trekta, kwa sababu una uhakika kuna soko. Ukizalisha sunflower yako unauza hapa. Hizo pesa tulizotumia kuagiza mafuta nje zingeingia kwenye mifuko yenu. Wewe ungenunua lori, yule angejenga nyumba. Ukijenga nyumba unajenga uchumi wa nchi yetu, kwa sababu ungemwajiri fundi, ungemwajiri kibarua, ungenunua simenti kwa mtu anayeuza simenti, yule angelipa kodi serikalini. Serikali ingepata pesa zaidi, ingeajiri walimu zaidi, lakini inatoa hapa mafuta ya kula tunaagiza kutoka nje.